Kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Bukoba mjini, sasa naomba swali langu namba 537 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Mhandisi Johnston Johansen. Mheshimiwa Naibu Spika, barabara ya Rwamishenye Custom yenye urefu wa kilomita 1 ni sehemu ya barabara kuu ya Bukoba eneo la Rwamishenye hadi Bukoba Port. Custom yenye urefu wa kilomita 4.6 inahudumiwa na wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Kagera. Ujenzi wa barabara hii ulianza Mitaga hadi Rwamishenye kilomita 1 ambapo utekelezaji unaendelea na umefika 85%. Aidha, mradi huu unategemea kukamilika tarehe 30 Juni 2026. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Injinia Johnston Johansen, mtasingwa swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza napenda nishukuru serikali kwa majibu mazuri iliyotoa. Vilevile nitoe shukrani kwa kazi kubwa na njema inayofanyika kanayodai zitaweza kumalizika kwa muda uliousema. Na maswali mawili ya nyongeza. Je, sasa katika barabara hiyo hiyo serikali itaanza lini ujenzi wa daraja la Kasarani? Swali la pili. Katika kipande hicho hicho serikali imeshafanya visibility studies kuanzia Rwamishenye roundabout kwenda Kairabwa na kutoka Rwamishenye roundabout kwenda Ibutimayo, studies imeshakamilika. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru Mheshimiwa Mhandisi Johnston Johansen Mutasingwa kwanza kwa kutambua jitihada za serikali ya awamu ya 6 za njia 4, na hii ndo kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu anafanya, si katika mkoa wa Kagera tu mji wa Bukoba, lakini katika miji mingine. Lakini pia nimshukuru na kumpongeza kwa kufuatilia uboreshaji wa barabara zake. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu daraja hili alilotaja la Kasarani, liko kwenye kwamba hili daraja kwa sasa limeonekana mvua ikinyesha maji yanapita juu. Kwa hiyo tunakwenda kulibadilisha hilo daraja, tutalijenga daraja upya, lakini kama tulivyosema kwa awamu. Kwa hiyo awamu ya kulijenga daraja tutalijenga daraja jipya kabisa tofauti na hilo ambalo lipo. Hilo la kwanza. Na kuhusu kuendelea kutoka kuelekea Kyaka lakini na kuja njia ya Dar es Salaam, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba usanifu uko kwenye hatua za mwisho kabisa, na mara baada ya kukamilika tutaijenga hiyo barabara kwa njia 4 kwa sababu imekuwa ndo sasa inaweza ikasaidia kupunguza misongamano, lakini pia na katika miji yetu ambayo sasa hivi biashara zimetanuka na miji imekuwa na magari mengi sana. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge tunafanya usanifu, lengo ni kuijenga njia 4 kwa kiwango cha lami. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.